Joto la Kariakoo Derby limeendelea kupamba moto hivi sasa mara baada ya matamasha makubwa kufanyika, matamasha ya Simba Day pamoja na matamasha ya siku ya Mwananchi. Yote hii ni kutokana na kwamba ilikuwa nasubiriwa tu hayo kuweza kuona tathmini kubwa kwa vikosi vyote viwili kuelekea mbungi itakayopigwa tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2028. Ni ngao ya jamii, ufunguzi, nusu finali ya ufunguzi kuelekea ligi kuu soka Tanzania bara. Mengi yanatazamwa kutokana na performance ya pande zote mbili. Tunazungumzia Simba pamoja na Yanga, huko zikitazamwa namna ambavyo vikosi vyote vina utofauti, namna ushindani ambao uko ndani ya vikosi vyote viwili. Upande wa Yanga tunajua kwamba kuna ushindani wa namba kwa sasa hivi kutokana na maingizo mapya ambayo yameingizwa msimu huu kunako dirisha hili kubwa la usajili, lakini kwa upande wa Simba maingizo nao mengi ni mapya. Tunasema mfano kwa upande wa Shomari Kapombe, kwa upande wa Zimbwe Junior kuna maingizo yamewekwa katika nafasi zao, hivyo ushindani pia utakuwepo katika vikosi vyao kulingana na performance ambazo wachezaji wataweza kuonesha katika uwanja wa mazoezi na namna mwalimu ambavyo atatazama ataanze na nani kunako kikosi, amtumie nani kunako kikosi cha kwanza. Yote inatazamiwa na namna ambavyo wachezaji watamshawishi kocha. Tunazungumza kwa upande wa Simba Fadlu Davis, lakini kwa upande wa Young Africans tunamzungumzia kocha wa mpira Miguel Gamondi. Mengi yanatazamwa kwenda kutokea siku ya tarehe 8 katika mtanange huo mapema kabisa kabla ligi kuanza, ambapo umepata fursa ya watani wa jadi Simba na Yanga kuweza kukipiga mapema kabisa kunako huo mchezo. Young Africans wanatazama kuwa favorite kwa sababu ya kikosi chao ambacho wanacho na namna ambavyo usajili wameufanya na namna ambavyo hawajafanya sajili kubwa ya kubomoa kikosi kama ambavyo ipo kwa upande wa Simba. Hivyo kuna watu wanaamini kwamba Yanga wataenda kufanya makubwa zaidi kunako huo mchezo, lakini Simba kuna watu pia wana matumaini kwa mchezo ambao waliushuhudia kuna kitu kinaenda kufanyika kwa upande huo. Tuambie kwa upande wako wewe mtazamaji wa Mtanange TV, maoni yako ni yapi kwa namna ambavyo umevitazama vikosi vyote viwili, kikosi cha Simba pamoja na kikosi cha Yanga kuelekea derby? Simba wako tayari katika mtanange huo na Young Africans vipi, wako tayari? Nini ambacho kitaenda kutokea katika mchezo huo? Lakini unaona ushindani wa namba uko kwa upande gani kati ya timu ya Yanga pamoja na Simba katika nafasi ambazo wachezaji wapo? Utatujuza pia kwa upande wako, lakini asante kwa ambaye tayari umekwisha kwa mwanafamilia wa Mtanange TV kwa kuweza kusubscribe. Kama bado haujaweza kusubscribe katika YouTube, fanya hivyo ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi.